Mwezi huu wa Novemba 28 mwaka wa 2023, MTV inakujia katika matangazo yake, na hizi ni habari zilizopewa uzito. Kampeni ya uchaguzi inapoendelea popote nchini DRC, wagombea wanaowania kwenye kiti cha urais waendelea kuzungumza na raia. Denis Mukwege leo hii alikutana na wananchi wa Beni, huku raia wakimwomba atekeleze ahadi yake ya kurejesha usalama akipata nafasi ya kupita kama rais. Huko Tanzania ni kwamba serikali zimezitaka sekta binafsi kushiriki vema kwenye ukusanyaji wa maoni ya kodi ambayo itasaidia kuboresha sera ya utozaji kodi. Ni kifupi tu cha habari zetu. Karibu kwenye habari hizi na zinginezo, nikiwa Moses Kansonia nitakayekutangazia siku ya leo kutoka Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC. MTV, taarifa ya habari. Na mtuanje habari hizi nchini DRC, ambapo habari popote ni inayohusiana na kampeni ya uchaguzi. Huku mashariki mwa nchi hii, mgombea wa urais nchini Kongo Denis Mukwege akiwa mshindi wa tuzo ya Nobel aliwasili mjini Beni leo hii. Mgombea Denis Mukwege alizungumza na raia kunako njia panda kubwa ya Beni linaloshuhudia mauaji ya raia mara kwa mara, akiahidi kufufua usalama, kupiga vita njaa, pia kufufua nidhamu. Yeye ni mgombea wa pili kuwasili mjini Beni siku mbili baada yake Moise Katumbi Chapwe, mgombea mwenzake toka kambi ya upinzani kwenye uraisi. Lakini sasa raia wana maoni gani baada ya kumsikiliza mgombea Mukwege? Wamoja wao walizungumza kwenye microphone yake Erickson wa MTV. Kinapaswa furahisha watu, kitu ya kwanza ni amani yenye wanaongelesha. Balabala hautakutanisha tena majambazi kubauia ndani. Kweli akipita kwa vile amesema akiyatimiza hayo asipokuwa ndani yake unafiki, na ni lazima na vitawezekana. Tulikuwa naongea na Mukwege, tulikia msikiliza yenye anaongea, lazima nasema atamaliza vita. Atujua juu wote wanakiaka sema tamaliza na hawatamaliza. Nye tunatafuta ndani ya roho, tuingie mu mashamba tuikale kwa kiti tulikuwaka tu ile peke. Roho ya mtu nye nakuwaka dhamiri. Kama itakuwaka haki nitakuwaka tu. Tukibaki kwenye ukurasa wa kampeni nchini DRC, ni kwamba zaidi ya vyama vya kisiasa 900 vikiendeleza kampeni zao kote DRC. Mjini Uvira, chama cha Umoja wa Kitaifa na Imaya Huru DRC kinaendelea kumpigia debe Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kusambaza sera zake. Jumatatu Novemba 27, chama hicho CUSN kimepata wanamemba wapya waliojisajili baada ya kusikiza sera, itifaki na itikadi za chama hicho. Mwandishi wetu toka Uvira Uji Batangalwa William ametuandalia ripoti ifuatayo. Wakati kampeni za uchaguzi zikiendelea katika kona mbalimbali za nchi, vyama vinavyomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa Desemba 20 vinaendelea na injili yao. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama kinachoitwa COUSIN, Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, kimaanisha chama cha Umoja wa Kitaifa na Imaya Huru DRC, kinazidi kupigia debe Tshisekedi kwa kuonyesha umahiri na ujasiri wa mgombea wao kwenye kiti cha urais. COUSIN imehutubia raia wa mji wa Uvira Jumatatu Novemba 27 kwenye kona ya mtaa maarufu unaoitwa barabara ya Mwami, kikiwa chama kipya ambacho bado kufahamika zaidi mjini Uvira. Muhadhara wao ulianza na watu wachache sana kwa mahubiri yao ya siasa mpya, sera, itifaki na etikadi ya chama. Watu walianza kuwasogelea taratibu. Baada ya masaa mawili walisogelewa na idadi ya vijana, wazee na wamama kuwasikiliza. Sera zao za uzalendo zilifanya washangiliwe kwa makofi. Hata wahudhuriaji wamoja hawakutaka spika za wagombea wengine kupita karibu yao. Mkioku Ilelo Guillaume ni moja kati ya viongozi wa chama. Anaeleza hapa umuhimu wa kampeni yao. Kwanza nitakwenda kuongelea uzalendo. Uzalendo ni utu ambao unaumia na malezi mabaya. Utu ambao unaumia na uongozi mbaya. Utu ambao unaumia na uongozi ambao uongozi wa rushwa. Utu unaoumia na uongozi ambao unaachilia wageni waje kutawala nchi yetu. Mchanganyiko wa mambo yote kama hii umeniumiza sana. Na mtu ambaye anaumia kiasi hicho, tayari kujitoa kutetea nchi yake na watu wake, hata kufa kwa ajili ya mti, huyu anaitwa mzalendo. Na ndio maana tunaita chama chetu ni chama cha wazalendo, sababu ni chama ambacho kimeundwa na wanyonge, wale watu waasirika. Mimi mwenyewe naongea nanyi, nimeshaishi kambini, najua maisha ya kambi. Kwa nini nilienda kuishi kambini na nchi yetu ni nzuri kama hii? Nikaelewa kwamba ni siasa kumbe ilikuwa mbaya. Na ndo maana nikaamua kuwa mojawapo
wa wale ambao ni waasisi wa chama kwa muda huu. Hapa wanawafanya peshi. Kwa nini watu wasiroe? Kwa nini wasipewe maindustry, wasipewe mashine za kuweza kuwasaidia kuroa? Kwa nini wasipewe muda hata walimaji waweze kusaidiwa na mashine za kuweza kulima ili tuweze kupata chakula Uvira? Barabara ikiwa nzuri, Ubembe itajaza chakula kila siku hapa. Lakini vitu hivi vyote wamevikosa. Kwa nini wanavikosa na wakati wana wabunge? Au wabunge wana kazi gani? Wanawatetea kitu gani? Kwa hiyo watoto wa Uvira inabidi wajue kwamba wamepata chama kipya ambacho kitawasaidia na kitaweza kutatua matatizo yao. Mkurugenzi huyu anafahamika maarufu kwa jina la Mkereketwa, mtetea wanyonge tarafani Fizi. Nikiripoti kutoka Uvira, mimi ni Thomson Unjibatangalwa William wa MTV. Shukrani kwako Ujibatangalwa. Na tunaelekea moja kwa moja huko mkoani Ituri ambako jemadari ambaye amewekwa kwa pumziko ameweka wana Ituri mbele ya jukumu yao kufuatana na ukosefu wa usalama. Huyu amealika raia kuacha mizozo ambayo inawagawa kwa faida ya amani. Mwandishi wa MTV Costa Sambagalwa toka Ituri analeta uchambuzi wa habari hiyo. Katika mazungumzo na wanahabari, jemadari Dieudonné Amuli Baigwa ambaye ni mtoto wa Ituri afurahi kuona ameweza kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha miaka zaidi ya 40. Mimi ni ndugu yenu Uturien, nilifanya kazi ya jeshi, nikamalizia ku polisi, nimefanya miaka 44, iko mingi, nilitumikia nchi namna ya mzuri sana na nimepata retraite yangu na kati ya usalama kabisa. Leo nilipenda nirudi kwetu Ituri na experience yangu yote yenye nilipata kwa kazi ya jeshi na kazi ya polisi, kama ile experience inaweza vile kusaidia province yangu. Message nilileta, tutafute pamoja sisi wote kuishi na usalama, kurudia namuna wazazi yetu waliishi, namuna watate wetu waliishi, namuna sisi tuliishi wakati tulikuwa watoto, tulikuwa vijana. Hatukuwa na maneno ya mavita, hatukuwa na ugopana katikati yetu, tulikuwa natembea librement fasi yote. Nilikuwa natoka kwetu, mimi nilizaliwa Nyakundi, nilikuwa natoka kwetu pale Badia, nilikuwa nasoma Kuboga, mimi peke na mgulu kupita Nyakundi, kupanda kilima ya Bunyagwa, kupita Walendu Bindi. Raia wa Ituri ambao wanaishi ndani ya hali ya vita kisha miaka nyingi, jemadari Dieudonné Amuli Baigwa ajiswali kufatana na vita ya Ituri, ameomba basi wana ya Ituri kuungana mkono kwa ajili ya kujenga amani na maendeleo. Tunajua kama tulikomea pamoja, tulikuwa hapa maprokabilo ya Ituri, Walendu, Wabira, Wahema, Wanyali, Walese, Walubara, Wakakwa, Ndoe Kebo, kama Ambisa, Walese, Wanyali, sisi wote tulikuwa mkono kwa mkono Ituri. Haukuwa vita. Tulisoma pamoja, tulikuwa kwa internat pamoja, tunaenda kwa kanisa pamoja. Hii vita ya kuuana haikuwa. Sasa tunajiuliza hivi tunatoka wapi ya kuuana? Tunaomba kabisa sisi wote tukubali, tukatali vya vita, tukatali ya kuuana. Benye balisha kufa, basi balishaenda. Habatarudia tena. Mungu aende kuwapokea. Sasa wenyewe tunabaki. Tutaje tena kuuana mpaka wapi? Mpaka siku gani? Mpaka tumajimalizani watu wote bakufe kuituri kusibakia mtu hata mwenye kuna respire. Njoo Ituri. Si benye ba Iturien iko responsabilite yetu. Inaomba tukubali sisi wote tukamatane mkono kwa mkono na tuseme no, binaisha leo, biishe na kukue ya haki. Yenyewe wanasema na français sincere kwa haki. Bila kudanganyana, bila hipokrisi. Tunasema no kuwana kwa uwaji, tunasema no kuvita. Na tukafikia kuile, tutaona kama Ituri itakuwa develope. Ituri kuna possibility ya kujidevelope haraka sana. Ituri kuna mali mingi. Ituri kuna udongo ya kuzaa mambegu wa shamba mzuri. Leo Ituri inakuwa na njala juu ya vita, juu ya deplacer watu kulima shamba habiko. Aloke Ituri wakati ya zamani chakula kuna komea hapa kwa Ituri. Iko naenda kulisha hata mpaka Kinshasa. Maragi wanatoa kuburi, Ituri kwenda mpaka Kinshasa. Manyama mavyo kuna kwa Ituri kwenda Kinshasa. Leo bangombe yote inahama. Ingine naenda Uganda. Leo bangombe inajaa kwa watu wele. Tujue ya vita. Batu balime tena shamba. Alors que Ituri tukaitika kumaliza vita, kusema no na vita na uwaji, Ituri itajidevelope haraka. Ni tangu mwaka 2017 ndio Ituri imeishi ndani ya msukosuko wa vita. Mitaa mbili za jimbo la Ituri, Jugu na Irumu, zimesumbuka na vikundi vinavyomiliki silaha kama vile Codeco, Zaire, Mapi, FPIC, FRPI na kadhalika. Kwa kuweza kuboresha usalama, Felix Tshisekedi Chilombo ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliona ni bora kushimika hali ya dharura katika jimbo mbili mashariki mwa DRC mwezi wa pili wa mwaka 2021. Nikiripoti toka Ituri,
Mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Tukitoka DRC tunavuka mipaka hadi huko Tanzania ambako serikali imetaka sekta binafsi kushiriki vyema kwenye ukusanyaji maoni ya kodi ambayo itasaidia kuboresha sera ya utozaji wa kodi ya mwaka 2024 na 2025 ili kuwa na sera madhubuti na yenye kukidhi mahitaji ya wadau wa kodi nchini. Mwanahabari wetu Tryphon Hodas anaripoti zaidi kutoka Kigoma, Tanzania. Katika mazungumzo na wanahabari, Jemadari Dieudonné Amuli Baigwa ambaye ni mtoto wa Ituri afurahi kuona ameweza kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha miaka zaidi ya 40. Mimi ni ndugu yenu Iturien, nilifanya kazi ya jeshi, nikamalizia ku polisi, nimefanya miaka 44, iko mingi, nilitumikia nchi namna ya mzuri sana na nimepata retraite yangu na kati ya usalama kabisa. Leo nilipenda nirudi kwetu Ituri na experience yangu yote yenye nilipata kwa kazi ya jeshi na kazi ya polisi, kama ile experience inaweza vile kusaidia province yangu. Message nilileta, tutafute pamoja sisi wote kuishi na usalama, kurudia namuna wazazi yetu waliishi, namuna watate wetu waliishi, namuna sisi tuliishi wakati tulikuwa watoto, tulikuwa vijana. Hatukuwa na maneno ya mavita, hatukuwa na ogopana katikati yetu, tulikuwa natembea librement fasi yote. Nilikuwa natoka kwetu, mimi nilizaliwa Nyakundi, nilikuwa natoka kwetu pale Badia, nilikuwa nasoma Kuboga, mimi peke na mgulu kupita Nyakundi, kupanda kilima ya Bunyagwa, kupita Walendu Bindi. Raia wa Ituri ambao wanaishi ndani ya hali ya vita kisha miaka nyingi, Jemadari Dieudonné Amuli Baigwa ajiswali kufatana na vita ya Ituri, ameomba basi wana ya Ituri kuungana mkono kwa ajili ya kujenga amani na maendeleo. Tunajua kama tulikomea pamoja, tulikuwa hapa maprokabilo ya Ituri, Walendu, Wabira, Wahema, Wanyali, Walese, Walubara, Wakakwa, Ndoe Kebo, kama Ambisa, Walese, Wanyali, sisi wote tulikuwa mkono kwa mkono Ituri. Haukuwa vita. Tulisoma pamoja, tulikuwa kwa interna pamoja, tunaenda kwa makanisa pamoja. Hii vita ya kuuana haikuwa. Sasa tunajiuliza hivi tunatoka wapi ya kuuana? Tunaomba kabisa sisi wote tukubali, tukatali vya vita, tukatali ya kuuana. Benye balisha kufa, basi balishaenda. Habatarudia tena. Mungu aende kuwapokea. Sasa wenyewe tunabaki. Tutakia tena kuuana mpaka wapi? Mpaka siku gani? Mpaka tumajimalizani watu wote bakufe kuituri kusibakia mtu hata mwenye kuna respire. Njoo Ituri. Si benye ba Iturien iko responsabilite yetu. Inaomba tukubali sisi wote tukamatane mkono kwa mkono na tuseme no, binaisha leo, biishe na kukue ya haki. Yenyewe wanasema na français sincere kwa haki. Bila kudanganyana, bila hipokrisi. Tunasema no kuana kwa uwaji, tunasema no kuvita. Na tukafikia kuile, tutaona kama Ituri itakuwa develope. Ituri kuna possibility ya kujidevelope haraka sana. Ituri kuna mali mingi. Ituri kuna udongo ya kuzaa mambegu wa shamba mzuri. Leo Ituri inakuwa na njala juu ya vita, juu ya deplacer watu kulima shamba habiko. Alors que Ituri wakati ya zamani chakula kunakomea hapa kwa Ituri. Iko naenda kulisha hata mpaka Kinshasa. Maragi wanatoa kuburi, Ituri kwenda mpaka Kinshasa. Manyama mavyo kunakuwa hapa kwa Ituri kwenda Kinshasa. Leo bangombe yote inahama. Ingine naenda Uganda. Leo bangombe inajaa kwa watu wele. Tujue ya vita. Batu balime tena shamba. Alors que Ituri tukaitika kumaliza vita, kusema no na vita na uwaji, Ituri itajidevelope haraka. Ni tangu mwaka 2017 ndio Ituri imeishi ndani ya msukosuko wa vita. Mitaa mbili za jimbo la Ituri, Jugu na Irumu, zimesumbuka na vikundi vinavyomiliki silaha kama vile Codeco, Zaire, Mapi, FPIC, FRPI na kadhalika. Kwa kuweza kuboresha usalama, Felix Tshisekedi Chilombo ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliona ni bora kushimika hali ya dharura katika jimbo mbili mashariki mwa DRC mwezi wa pili wa mwaka 2021. Nikiripoti toka Ituri, mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Na hadi hapo sina la ziada, nikikushukuru mwaminifu wa MTV. Nilikuwa Moses Kasone siku ya leo nikikutangazia kutoka Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nikitangaza kazi ya timu nzima la uhariri wa MTV DRC. Mitandao yetu ya kijamii iko hapo ukitaka kupata habari zaidi. MTV. Endelea kutusikiliza kwenye mitandao yetu mbalimbali. Twitter,
Instagram, YouTube, Facebook, website, TikTok, LinkedIn na radio online.